ukianza hatua hiyo na unatumika kwa uaminifu, Mungu atakuinua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mmoja akiwajibika vizuri, kanisa lazima lisonge mbele. Kanisa lazima liinuke. Kanisa lazima likae kwenye nafasi yake, kwenye uzuri wake unaotakiwa. Lakini unakuta mtu hatambui nafasi yake. Yaani yupo tu kama hayupo. Kaambia ni wapo wengine watofanya. Kila mtu ana cha kwake. Na hicho kitu hujapewa kwa ajili yako. Amina. Umepewa kwa ajili ya kuhudumia watu. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa awajibike. Bwana asifiwe. Kaa kwenye nafasi yako. Anasema vivyo hivi na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa hiyo sisi hatujakamilika. Amina. Hakuna aliyekamilika. Ndio maana Mungu akaachilia hizo karama, ili mwenye karama ya kuponya amfae mwenye karama ya kuhubiri. Bwana sasa. Haleluya. Ndio maana mwingine hana karama ya kuponya, anaweza akakuombea na usipone, ila karama yake yeye ni nyingine ya kufundisha. Kwa hiyo ukasema huyu ameniombea sijapona, basi hana upako. Kuna watu wanasemaga hivi, ameniombea sijapona, itakuwa hana upako huyo. Hujasoma kwenye Biblia kuna karama inaitwa ya kuponya? Siipo. Bwana asifiwe sana. Sasa mtu hana hiyo karama ya kuponya, yeye ana karama ya kufundisha. Mwingine anapewa vyote. Kwa utasema hana upako, kumbe sio hana upako. Upako anao, ila sio huo wa kuponya. Amina. Mwingine anao huo wa kuponya, lakini wa miujiza hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine mvua ikija anaweza kaifunga, wewe mvua simama, na ikafungika. Amina. Kama ndo wafanya mkutano ukaendelea, wasiairishi, mvua ikasimama. Lakini mwingine hana. Kwa useme huyo hana upako. Hapana. Haya mambo yanaenda kwa karama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukienda kwenye kampuni yoyote, sio kwamba wote wanafanya kazi moja. Ukienda kule utakutana na wafanya usafi. Amina. Utakutana na walinzi. Utakutana na mameneja, utakutana na watu mbalimbali na waajiri, utakutana na vitengo vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile kampuni inaenda, sio tu inaenda, kuna watu wamegawanyika katika nafasi mbalimbali, ndio wanasababisha hiyo kampuni yenu. Wengine ni madereva. Bwana asifiwe sana. Lakini wote wapo kwenye kampuni kuijenga hiyo kampuni ili iende mbele. Kwa hata kwenye kazi ya Mungu ni hivyo hivyo. Kila mmoja kwa kadiri ya neema ya Mungu amepewa kitu cha kwake. Sasa tukienda kimwili hatuwezi kufanya hii kazi. Amina. Kwa sababu ukienda kimwili utaanza kutamani vipawa vya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza kutamani huduma za watu. Ndio maana leo kuna wachungaji wanafungua makanisa, sio wachungaji, hawana hizo huduma, hawana wito ndani yao. Wakiona mambo hayaendi wanaishia kuuza mafuta upako, minisini na mimaji ya upako. Wanakamua kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawapangia watu sadaka za kutoa. Mchungaji hana hiyo tabia. Mchungaji anajali kondoo kuliko kujali pesa. Amina. Sasa leo wachungaji wengi na tunawajua na tunawafahamu, wanapiga pesa mbele, alafu mambo mengine nyuma wameyaweka nyuma. Kwa hiyo kumekuwa na mwingiliano wa mambo kama hayo. Sema Yesu tusaidie. Kwa hiyo
kila mmoja akiridhika na nafasi ambayo Mungu amempa na akaifanya kwa uaminifu, hilo kanisa lazima litembee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa vizuri na Mungu utajigundua kwamba mimi sio tu mshirika wa kusali na kuondoka, kuna jambo natakiwa nifanye. Haleluya. Kuna kitu natakiwa nifanye. Lakini ni shauku yako itakayo kusaidia. Na ukiwa na shauku, maana yake ile shauku itakupeleka kuomba. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo wainjilisti ni adimu, sio kwamba hawapo, ila hawajui. Jina la Bwana pekee sana. Leo mitume tunasema wapo tu wa uongo, sio kwamba mitume wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefikia tu mpaka mtu akisikia mtu anaitwa mtume anaanza kusema hawa ndo wale manabii wa uongo. Utume kwenye Biblia si upo? Bwana asifiwe sana. Huduma ya utume si ipo? Lakini leo wanainuka wale fake. Mtume anachunga. Toka lini mtume akawa mchungaji? Nabii na yeye anachunga. Kwa hiyo utagundua kwamba hapo ni mwingiliano. Haleluya. Yaani mtu hataki kujua nini Mungu amemuita afanye, ila anaiga, anatamani vya wengine. Nabii anamtamani mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa likienda hivyo, manake tutapoteza sifa ya kuitwa kanisa. Kwa sababu kanisa lazima linajengwa na viungo mbalimbali. Amina. Sasa wote tukasema tuwe wachungaji, mambo yataendaje hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tuwe wachungaji, mambo yataendaje? Nani atamchunga mwenzake? Kwa hiyo kumekuwa na mwingiliano. Lazima sisi kama Shilo tukae kwenye nafasi. Amina. Mungu amekupa nafasi ya ushemasi, rizika na hiyo, halafu itumikie kwa uaminifu. Amina. Mungu anapokujaribu kwa kitu kidogo, manake anakuandaa kwa kitu kikubwa. Haleluya. Anakuandaa kwa nafasi nyingine kubwa zaidi hapo. Lakini anatamani akuonje una tabia gani, utatumikiaje hapo, utawajibika vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Yesu nisaidie. Kwa hiyo kuna viungo vinakuwa vidhaifu, havifanyi kazi sawa sawa. Ni sawa na wewe, mikono ikiwa midhaifu huwezi kufanya kazi. Haleluya. Huwezi kufanya kazi. Japo mwili ni mkubwa na una viungo vingi, lakini kila kiungo ni cha muhimu kwa nafasi yake. Miguu itakupeleka, utatembea kuna kule, lakini mikono haifanyi kazi. Manake kuna maendeleo, kuna vitu hutaweza kuvifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo hata kanisani. Kukiwa na viungo ambavyo ni vidhaifu, hilo kanisa litachelewa kukua. Hata sisi hapa tunaona kanisa letu na watu wengi, lakini hii sio idadi inayotakiwa. Amina. Kila mtu akikaa vizuri kwenye eneo lake, akatumika vizuri, tutakuwa wengi zaidi. Ukiangalia kanisa la Matendo anasema liliongezeka kwa spidi, kwa sababu kila mmoja alikaa kwenye nafasi yake. Amina, watu wa Mungu. Aliyejijua mimi shemasi aliwajibika vizuri bila kusukumwa na kiongozi wake. Mambo aliyafanya vizuri bila kujuta, bila kunung'unika, bila kulalamika. Mfano kama Stefano, yeye alikuwa kama shemasi. Haleluya. Lakini angalia upako aliokuwa nao. Angalia hekima aliyokuwa nayo. Biblia inasema
hata wale waandishi hawakuweza kushindana na hekima iliyokuwemo ndani ya Stefano. Bwana Yesu asifiwe. Stefano aliacha historia nzuri, historia kubwa, lakini hakuwa mtume wala kujiita sui nani. Yeye alikuwa tu shemasi, anasimamia kugawia watu chakula. Yaani alikuwa tu ni huduma ambayo inaonekana ndogo, lakini alijaa upako na huduma yake ilifaa, na alimtetea Yesu kwa ujasiri. Haleluya! Mpaka leo tunamsoma, akapigwa mawe, akafa kifo cha kikatili. Wale watu walimpiga kwa sababu ya ile nguvu ambayo ilikuwa ndani yake, ile hekima ya kuchambua maandiko, kufafanua maandiko. Akachambua, alafu akawaonya wale watu, akamuua. Lakini kwa habari ya nafasi kanisani alikuwa shemasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini aliacha historia kubwa. Kwa nini? Alisimama vizuri kwenye nafasi yake. Sema Yesu nisaidie. Kwa anasema mstari wa 8 anasema, kwa sababu ikiwa mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake. Hii huduma ya kuonya, maanake mtu anakuwa avumilii uovu. Haleluya! Si upo pale nyumbani, familia yako inaenda ovyo ovyo, unawaita na wakalisho na onya. Umemwona mtu kavaa kinguo kifupi, mwanamke, unamwita, si unaenda kumsengenya. Bwana Yesu asifiwe. Unamwita, kaa hapa, alafu naanza kumwelekeza, kwa nini umevaa nguo kama hiyo, na wewe umeokoka. Haleluya! Unamuonya, mwisho wa siku ile mtu anasikia hatia, anaenda kubadilisha, au harudi tena kuvaa ile nguo, anaenda anaijawa ama anaichoma moto. Manake huduma hiyo imefanya kazi ya kumuonya, ili huyo mtu arudi kwenye njia inayompasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini leo mtu anaweza kaingia kanisani amevaa ovyo, na mtu anamuona yuko sawa, anaisha tu kumsengenya, anaisha kumsema chini. Ni kweli unaweza ukawa huna hiyo huduma ya kuonya, sio wote wanaweza. Bwana Yesu asifiwe. Japo Biblia inatuambia tuonyane sisi kwa sisi, lakini hii ni huduma na ni karama. Ndio maana wengine wananyamazia uovu, lakini wengine hawavumilii. Ndani kunaanza kuwaka moto. Akiona uovu ndani kuna waka moto, anasikia kusema kitu. Haleluya! Maana hiyo ni karama. Kwa anasema mwenye kuonya kae hapo hapo. Usianze kurukaruka. Ukishajigundua mimi Mungu amenipa karama ya kuonya, basi kaa hapo, dumu hapo, kiwa unaiombea ili kuzarie matunda, na imzarie Mungu matunda. Haleluya! Jina la Bwana pekee sana. Sio watu wote wanachukia wanaoonya, wengine wanapenda. Amina. Mwingine anaenda hofu kwa sababu haelewi, kwa sababu hajui. Lakini ukisimama wewe kwenye zamu yako kamuonya, manake atakushukuru. Bwana asifiwe sana. Na wako wengine sasa, yaani bila fulani sijui leo ningekuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani bila fulani kuniambia hichi kitu, sijui leo ningekuwa wapi. Bila fulani kunishauri niache ulevi, sijui leo ningekuwa wapi. Kwa unakuta Mungu anatukuzwa, lakini pia na wewe unapokea ushuhuda kwamba kumbe huduma ambayo unafanya inatenda nini? Kazi. Sema Yesu nisaidie. Kwa hiyo sisi ni viungu, kila mmoja awajibike kwenye eneo lake. Tuende mbele. Tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza
7 mstari wa 20. Biblia inasema kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu akae katika hali ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Wakati Mungu anakuita, kuna hali uliisikia ndani. Amina. Labda kama wewe umemfuata tu jirani, kisa jirani kaokoka, basi na mimi ngoja nikajiunge. Kuna watu wapo kanisani ni kama wamejiunga chama. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile mtu anahama Chadema anaingia CCM. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aliitwa kwenye hali yake. Kila mtu aliitwa mahali pake, kwenye nafasi yake. Mungu anasema kila mtu akae hapo. Usihame. Jina la Bwana limekaa sawa. Uliitwa uwe mwimbaji, kaa hapo kwenye uimbaji wako, tumika hapo. Uliitwa uwe shema, kaa hapo. Amina watu wa Mungu. Baki pale ambapo Mungu alikwambia. Baki kwenye ile hali ambayo Mungu alikuweka. Wengi hatuoni baraka za Mungu. Tunamwambia Mungu tunatumika, lakini hatuoni baraka. Na wewe umesema kutumika kuna baraka. Mbona hatuoni baraka? Je, uko mahali sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Uko eneo sahihi? Uko kwenye mazingira yaliyo sahihi ambayo Mungu anataka ukae? Ama umehama? Haleluya kanisa. Ama umeingilia majukumu ya watu wengine? Paulo aliitwa katika hali, yeye alikuwa ni mhubiri wa Injili. Ndani yake Mungu aliweka huduma ya kuhubiri Injili. Lakini yeye alikuwa anajua mimi ni wa kuwapinga hao wanaohubiri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitafanya vita na hao wanaohubiri. Kumbe yeye mwenyewe ni mhubiri ila hajui. Haleluya watu wa Mungu. Kama leo watu wanakosoa wanaohubiri Injili, hawajijui kwamba na wenyewe baadaye ni wahubiri. Na wenyewe watahubiri Injili, hawajui. Kutoka Paulo alipoitwa na Yesu kwamba nimekuita ili unitumikie kwenye huduma ya Injili, Paulo anakuambia sikuwahi kutoka hapo. Amina. Paulo akajisemesha kwamba ole wangu nisipofanya nini? Nisipohubiri Injili. Yale akajitoa toka pale, hakuwahi kuhama, hakuwahi kutoka kwenye ile hali ya kuhubiri, kwenye ile hali ya uchungu wa kuhubiri Injili, hakuwahi kutoka. Kahubiri mpaka mwisho, mpaka anakaribia kufa akiwa anahubiri Injili. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Sasa wengi leo wanaacha wito wao. Wanaacha na kitu ili ujue kwamba ni wito wako utakifanya kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Ukiona unafanya kazi ya Mungu yoyote alafu una furaha, una amani, yani ni kama utaki, sio cha kwako. Amina. Amina watu wa Mungu. Kama uliitwa wewe mwinjilisti, yani unaona raha kuhubiri. Amina. Unaona raha kuwashuhudia wenye dhambi, unaona raha, unajisikia vizuri. Uliitwa wewe mwimbaji, ukiimba unajisikia vizuri. Usipopewa nafasi unajisikia vibaya. Yaani kule ndani kunachemka kwa habari ya kuimba. Amen. Wewe ni mwalimu hivyo hivyo, ndani ya kutulii, unatamani kufundisha. Unapenda hata ukipewa nafasi, unafurahi. Bwana Yesu sasa. Lakini mwingine akipewa nafasi ananuna, wiki nzima arari. Anakuambia ni sijalala wiki nzima. Na waza tu hiyo siku itakuwaje.
anafurahi, unahuzunika ndani, unaanza kuhangaika. Haki sio cha kwako. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa hiyo kama umepewa hicho kipawa, unakuwa unajisikia vizuri unapokitumikia, na unakuwa unapenda kuwafuatilia wenye kipawa kama cha kwako. Amina, ambao wamefanikiwa. Tusome kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, hiyo sura 12. Utaona pale amezungumzia habari za karama. Bwana Yesu sana. Kwa kuwa nishapaelezea, twende kipengele kingine. Utasoma kwa wakati wako hiyo Wakorintho kwanza 12 mstari wa kwanza na kuendelea pale. Haleluya. Leo nataka tuangalie tena jinsi ya kugundua nafasi yako kiroho. Jinsi ya kugundua nafasi yako kiroho. Jinsi ya kugundua. Bwana asifiwe. Jinsi ya kugundua nafasi yako kiroho. Inawezekana uelewe sasa, mimi najuaje? Hatua ya kwanza kabisa ni kwa njia ya kuomba. Amina. Ingia katika maombi ya kumsikia Mungu. Kuna maombi yanaitwa ya kumsikia Mungu, inawezekana hujawahi kuyasikia. Haleluya. Maanake hapa sasa unatafuta muda wako wewe binafsi, unaenda mbele za Mungu. Mungu, mimi nimeokoka. Kule duniani nilikuwa mlevi, nilikuwa sikosi kwenye vijiwe vya umbea. Sasa umenitoa huko, umenileta huku, nifanye nini? Bwana Yesu sasa. Bwana asifiwe. Kule nilikuwa naeneza umbea, nikiamka asubuhi na zuruna sana kutwa, situri nyumbani. Sasa umenitoa huko, sasa nifanye nini? Maombi ya kumsikia Mungu. Maana unaingia utoke na majibu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wengi wanasema Mungu hasemi. Mungu anasema, ila ni namna wewe unavyomwendea, unamwendea. Kuna mambo yanahitaji Mungu ajibu hapo hapo. Amina. Hata kwenye Biblia ukifuatilia wapo watumishi wengi waliomba maombi ya namna hii. Jina la Bwana pekee sana. Kuna jambo yani unahitaji usikie hapo, usikie majibu hapo hapo. Kama yale ya Ibrahimu wakati wale malaika walienda kuangamiza Sodoma. Haleluya. Ibrahimu alitaka msikie Mungu. Ndio maana wakaanza kusema, Ibrahimu anamwambia Mungu, akipatikana 50, Mungu asema mtatu. Mungu usinichoke. Wakipatikana 45, akaendelea kusema na Mungu, anajibizana hivi. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo unaenda mbele za Mungu kuomba maombi ya kumsikia Mungu. Unaombea Mungu, leo nataka nikusikie. Mimi ni nani? Bwana Yesu sasa. Umeniita kwenye imani, umenileta kwenye wokovu, nifanye nini? Mungu atakujulisha. Bwana Yesu sasa. Naongea haya na mimi mwenyewe ni shahidi. Amen. Mimi mwenyewe nishaomba maombi ya namna hii na Mungu amejibu, anajibu. Bwana Yesu sasa. Mungu ndo anakujua wewe. Sasa wengi tunakuwa tunahangaika kwa sababu wakati mwingine ya uhusiano na Mungu umekaa vibaya, si ndio? Kunakuta hata uelewi, unavamia wito wa watu wengine, unavamia huduma za watu wengine, unaona kabisa ndani hamna hicho kitu.
sababu ya kutokukaa vizuri na Mungu. Kwa hiyo kwa njia ya maombi utagundua kwamba wewe umechaguliwa kufanya kitu gani. Amina. Haleluya, watu wa Mungu. Tusome kitabu cha Yeremia. Yeremia 33. Yeremia 33:3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amina. Niite nami nitaitika. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Amina. Niite nitaitika. Sasa wengi tunaomba Mungu aitike, tunaita haitiki. Shida ni kuwepo hapo kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahusiano yakiwa mazuri, ukiita Mungu anaitika. Kwa hiyo Mungu anasema akiitika atakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuonyesha wewe hapa ulipo si mahali sahihi, unatakiwa uwe pale. Haleluya. Hii huduma unayoifanya sio ya kwako, ndio maana unaiona ni mzigo. Unaona ni ngumu kwa sababu sio ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanatelekeza makanisa? Kuna wachungaji wanatelekeza makanisa. Amina. Wengi tu yapo makanisa nayajua kabisa watu wamekimbia. Sema Yesu nisaidie. Sasa kweli Mungu amekutuma, amekuita. Na kwenye msingi wetu wa somo tumesema ni kusimama imara mahali Mungu alipokuitia. Amina. Bila kukimbia vita. Kwa kuna watu wanatelekeza huduma kwa sababu ya vita. Kwa sababu ya mashambulizi anakimbia. Lakini mtu ambaye ameitwa kwenye hiyo eneo, hata angalia ni vita, hata angalia ni nini, yeye atasimama kwenye nafasi yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hapa anasema niite nitakuitikia, alafu nitakuonyesha, alafu nitakufahamisha kwamba wewe unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaambia kuna baraka unapokaa kwenye eneo lako. Mungu atakutokea hapo. Amina. Tusome kitabu kile cha Efeso. Efeso sura ya 2. Efeso 2. Mstari wa 10. Anasema, kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Nimekwambia ni kuomba maombi. Sasa maombi lazima yaambatane na hayo matendo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema sisi tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo, maana yake tuliumbwa kwa kusudi lake. Wanasema tuenende katika matendo mema ambayo Mungu tokea awali alituumba tuenende nayo. Kwa hiyo msingi pia wa kujua ni kutenda matendo yaliyo mema. Huwezi kawa muovu, umeokoka na ni muovu bado, alafu bado nataka ujue karama yako ni ipi. Huwezi kujua. Bwana sasa.
Anayetujulisha ni Roho Mtakatifu, na ili akujulishe lazima utembee katika usafi. Amina, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msingi wa yote ni utakatifu. Hapa anazungumzia matendo mema. Na kwa habari ya kusimama kuomba mbele za Mungu, maombi ya kumfikia Mungu, huwezi ukaenda kama ni mchafu, si ndio? Haleluya. Umejaa matendo mabaya, unasimama mbele za Mungu. Mungu, mimi uliniita niwe nani? Kwanza ukisogea tu Mungu anajificha. Si ndivyo Biblia inasema? Anaficha macho asikuone. Kwa sababu ya nini? Ya uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe uelewi utumike wapi, pengine unatumika lakini huna amani na ile eneo ambalo unatumika, ingia kwenye maombi, muulize Mungu, kitu gani Mungu umeniwekea ndani cha kuwafaa watu wako, cha kulifaa kanisa ni kitu gani? Mungu atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu kazi yao ni kupamba tu kanisa. Amina. Mungu amewapa hiyo huduma, kupamba nyumba ya Mungu, maua nini, kutengeneza garden. Yaani yeye anashughulikia hilo tu na Mungu anambariki hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wengi ili wajue kwamba umeitwa lazima wahubiri. Hapana. Wewe mhubiri na yeye yupo kwenye nafasi yake. Amina, watu wa Mungu. Unaweza ukapewa karama 2, 3, 4, hata zote unaweza ukapewa. Lakini wakati mwingine unaweza ukapewa 1 au 2. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo msingi ni matendo yaliyo mema. Unapokaa katika usafi na utakatifu, Mungu atakutokea. Tunamuona Kornelio, yeye alikuwa amejaa matendo mema. Haleluya. Anatoa sadaka, ni mcha Mungu, ni msafi. Si Mungu alimtokea akampa kipawa cha wokovu. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Lakini jambo la pili lina vipengele 4. Amina. Nasema chunguza mambo haya yafuatayo juu ya maisha yako, alafu utagundua nafasi yako ni ipi. Amina. Chunguza mambo haya yafuatayo juu ya maisha yako, alafu utagundua kipawa chako. Haleluya. Jambo la kwanza, unakuwa na uchungu juu ya jambo fulani. Pana asifiwe sana. Haleluya. Sasa wewe labda ukiona ndoa inavunjika pale unaumia kweli kweli. Yaani unatamani ungeenda pale upatanishe ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona watu wanagombana unaumia sana ndani. Unatamani yani uende pale ukawakalisha alafu uwapatanishe. Yaani wewe unaona uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine ukimwona mwimbaji fulani anaimba vibaya unaumia. Kwamba yani huyo pale angeimba hivi, yani unaona uchungu kabisa. Unaona yani unatamani ungekuwa wewe ungefanya vizuri. Unajisikia uchungu. Kwa njia hiyo unaweza kugundua huduma yako. Amina. Haleluya. Pengine unaona kuna mtumishi labda hajakaa vizuri kwenye eneo lake, unatamani yani mimi ningekaa pale, ningefanya vizuri. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo angalia kitu ambacho kinakupa uchungu kinapoenda vibaya. Inawezekana ukisikia tu habari za watoto yatima ndani kunaumia, unajisikia uchungu. Yaani unatamani. Wengine wanapewa hizo huduma za kuhudumia watoto yatima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunaweza kugundua kwenye ufalme wa Mungu kazi zipo nyingi. Ila sasa leo tunajichagulia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mimi nataka nikae hapa. Tunamwekea mipaka Mungu. Bwana
Mungu kishamwekea mipaka, kuna nini tena? Anakuacha wewe ndio unavyotaka. Mwisho siku yeye atakayetoe sawa. Amina. Kama wewe ni kutuma duniani ufanye hivi, mbona hujafanya? Kwanza Mungu, mimi sikujua. Ukujua wapi? Kwa nini ukujua? Maana yake ulikuwa mbali na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo angalia ni eneo gani unakuwa na uchungu nao. Ni eneo gani? Pengine ukiwaona wenye dhambi na usikia uchungu, ndani kuna waka moto, yaani una wakati mwingine unakuwa kama unakasirika, asiri na pa. Kwa njia hiyo unaweza kugundua kwamba kumbe mimi inawezekana Mungu amenipa huduma ya uinjilisti ya kuvuna watu waje kwa Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo angalia kitu ambacho kinakupa uchungu. Mwingine anawakiona vijana wanaenda hovyo, anaumia ndani. Kuna watu wanafanya hizo huduma wanadiri na vijana tu. Bwana sasa. Haleluya. Nakaa na vijana na andaa semina na wafundisha, anakaa na vijana na washauri hivi na hivi, anawaelekeza hivi. Hizo zote ni huduma. Naona vijana wanapotea, unasikia uchungu. Tamani sijui nifanye nini hawa vijana wakae kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kinachokupa uchungu, ndani kuna waka moto, unatamani sijui ufanyeje. Kwa hiyo kwa namna hiyo pia unaweza ukagundua wito wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini jambo la pili, unaweza ukaangalia uwezo wako. Amina. Kitu gani unakifanya vizuri bila kulazimishwa? Amina, watu wa Mungu. Kitu gani kinakuhamasisha ndani kukifanya? Na ukikifanya unakifanya vizuri, mwenyewe unafurahi. Mwingine furaha yake ni kuombea tu watu. Bwana asifiwe sana. Haipiti siku bila kuingia kuombea watu, akiombea watu anafurahi. Angalia ni kitu gani, yaani ni uwezo. Angalia uwezo wako. Kitu gani unafanya vizuri bila kulazimishwa? Inaweza kawa ni kufundisha. Na tunaposema kufundisha sio tu kanisani. Amina. Unaweza kawa ni nyumbani kwako, mmekaa familia, unatamani kufundisha, yaani unajisikia kufundisha ndani. Maana hiyo ni huduma ya ualimu. Amina. Ukikaa na mtu unajisikia tu kuongea neno la Mungu. Unaweza kukutana na watu wa namna hiyo. Mmekaa, yaani yeye ni mistari na shuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hataki story zingine, ni neno tu, mwendo wa neno. Utake usitake, yeye anakufundisha. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo angalia ni kitu gani unaweza kukifanya kwa ubora, unakifanya vizuri, yaani bila kusimamiwa na mtu yoyote. Amen. Inawezekana kufundisha au kuombea watu, kusaidia watu. Hizo zote ni huduma. Amina kanisa. Mgeni wa huduma kusaidia watu. Kimwona mtu ana shida na analia pamoja naye. Haleluya. Yuko tayari kumsaidia. Yuko tayari kumshika mkono. Hata awe na hali mbaya, anafanya mazingira kuhakikisha huyo mtu anapata amani. Bwana Yesu asifiwe. Maanake Mungu anakuambia hiyo ndio huduma yako. Mwingine ni mshauri, anapenda kushauri watu, unasikia tu ndani kushauri. Na ukimshauri mtu anafanikiwa. Wako watu wamepewa hizo huduma hiyo tu basi, na kupitia hiyo unakuta anafanikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unamshauri mtu
jambo fulani, alafu mwisho wa siku anafanikiwa, mwisho wa siku anarudi, bwana, ule ushauri ulionipa, yaani ulinisaidia mno. Sio wewe, ni kipawa. Amina. Ni Mungu ameweka hiyo huduma ndani. Mwingine hajui kushauri, mwingine hajui kushauri, lakini ana kitu chake tofauti. Kwa hiyo tumepewa hivi vitu ili tufaane. Amina. Wewe nifae na mimi nikufae, ili tuheshimiane tena, kwa sababu mtu ukiwa navyo vyote kuna kakiburi katainuka. Amina. Bwana asifiwe sana. Ndio maana profesa na yeye anamhitaji daktari, daktari na yeye anamhitaji profesa. Tunategemeana. Mungu amefanya hivyo ili tutegemeane. Amina. Asiwe kwa kusema mimi ndo mimi. Yesu atusaidie sana. Hata rais anamhitaji daktari. Ndio maana akiumwa utasikia kaenda Dubai, sio kaenda wapi? Kaenda kufanya nini? Kaenda hospitali. Haleluya. Lakini angesema yeye mwenyewe rais, yeye mwenyewe daktari, yeye kungekuwa na dharau. Bwana Yesu sasa. Ndio maana Mungu ameweka sekta mbalimbali, na pia katika huduma ameweka huduma mbalimbali ili kila mmoja amfae mwenzake. Kwa hiyo angalia ni eneo gani unapenda, ndani kuna kushawishi, kuna kuhamasisha kufanya. Bwana Yesu sasa. Nini unatamani? Yaani ndani kuna tamani. Na mwingine anajulishwa kwa njia maono, kwa njia ya ndoto, kioto, kilala, unaota unafanya jambo fulani. Mungu anakujulisha. Haleluya. Unaota unahubiri, unaota unafanya hivi na hivi, unaimba. Maana yake Mungu anakuambia hiyo ndio huduma yako. Elekeza macho yako hapo, nguvu zako za mali, za hali zielekeze hapo. Bwana Yesu sasa. Alafu kishaelewa, tafuta maarifa. Amina. Haleluya. Unajua wewe ni mwalimu, tafuta maarifa. Mwalimu yukoje? Anafanya fanyaje? Kazi yake ikoje? Jina la Bwana limekaa sawa. Mwalimu huwa anakuaje, anafundishaje? Tafuta maarifa na Roho Mtakatifu atakuongoza. Haleluya. Kila kitu kinahitaji maarifa. Amina kanisa. Wewe ni mshauri pia, mshauri unahitaji maarifa. Ili ni shauri mtu aelewe inatakiwa nifanyaje, lazima pia uwe na maarifa. Mtu akiwa kwenye mazingira haya inatakiwa ni mwanze vipi, lazima unahitaji maarifa. Nayo maarifa Roho wa Mungu ndo anayatoa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo angalia ni kitu gani ukifanya na kifurahia. Kitu gani unakiweza, unaweza kukifanya. Mungu anaweza kukujulisha kupitia uwezo wako. Amina. Uwezo wa kufanya kitu fulani. Lakini pia jambo la tatu, Mungu anaweza kukujulisha kupitia uzoefu. Hapa namaanisha mapito. Unaweza kuwa umepitia mahali fulani kupitia uzoefu. Haleluya. Hii dunia ina watu wanapitia mambo mengi. Amina. Unaweza kuwa umepitia kipindi fulani, umeishi maisha fulani ambayo hayo maisha yani ni magumu, yamekupigiza kweli kweli, na mwisho wa siku ukavuka kwenye kile kipindi. Amina. Unapovuka, manake kuna wengine wanapita, si ndio? Jina la Bwana limekaa sana. Kwa hiyo kuna watu wanaitwa kutoka kwenye vipindi vigumu. Yaani wamepita kipindi kigumu, alafu mwisho wa siku ndo anakuja kugundua kumbe mimi niliitwa kwa ajili ya hiki kitu. Bwana Yesu sasa. Kupitia uzoefu wa matatizo na changamoto mbalimbali ambazo umezipitia, Mungu anaweza kukujulisha wito wako. Amen. Kwa sababu ya mateso
ambayo umeyapitia, Mungu anakuwa amekupa elimu, amekupa darasa la kuwafaa watu wengine. Amina. Bwana asifiwe sana. Daudi alipitia maisha magumu, aliishi huko porini, aliishi maisha ya shida, lakini kumbe alipitia pale ili iwe funzo kwetu. Amina. Haleluya. Kwamba kumbe unaweza ukapita mahali. Kwa hiyo tukisoma habari za Daudi unakuta unajitia moyo hata kama unapitia kipindi kigumu. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo kupitia uzoefu Mungu anaweza akakupa huduma ya kuwatia watu moyo. Amina. Kuna watu wanapitia wakati mgumu na wamebeba vitu vikubwa ndani. Kwa hiyo wakati mwingine wanavunjika moyo. Kwa hiyo Mungu kwa kuwa alishakupitisha, anaweza akakuweka kwenye huduma tu ya kutia moyo. Haleluya. Mtu akiumizwa huko, moja kwa moja Roho wa Mungu anamuongoza, nenda kwa mtu fulani. Ukienda kwa yule mtu unakuta anakupa neno linalokufaa. Haleluya. Ulienda umeinama, unatoka kule umechangamka. Ulienda moyo umekufa gas, unarudi moyo umechangamka. Bwana Yesu sasa. Ulienda umepoteza amani, umepoteza hayani, umepoteza furaha, unatoka kule umetiwa moyo. Bwana Yesu sasa. Unajisikia tena kuendelea mbele. Kwa hiyo kupitia uzoefu wako wa matatizo na changamoto na shida mbalimbali, unaweza kugundua huduma yako. Amina. Kama kumbe Mungu alinipitisha pale kwa ajili ya kuwafaa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wengi walipitia kwenye Biblia, tunaona kina Ayubu walipitia mambo magumu, wakatuachia wosia kwenye vitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaweza kupita hapa lakini mwisho wa siku ukapokea ushindi. Kwa hiyo kupitia mapito, kuzoea, yani umezoeshwa na Mungu kupitia kwenye mateso, umejaa shuhuda nyingi. Hizo zinaweza zikakusaidia ama zikakujulisha kwamba wewe una huduma fulani. Amina, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamejaa shuhuda, yani toka nazaliwa mpaka anakuja kumjua Mungu akiwa mtu mzima, maisha yake yamejaa ushuhuda. Haleluya. Amepitishwa kwenye mazingira magumu sana, amepita kwenye vipindi vigumu ambavyo hata ukisimuliwa wewe mwenyewe unaweza ukashangaa. Kwa hiyo huyu mtu anapokaa vizuri na Mungu, Mungu atamjulisha kwamba huduma yako ni hii, nilikupitisha pale kwa kusudi 1, 2, 3. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 4, katika hiyo pointi ya kwanza utasoma, hiyo pointi ya 3 tutasoma Wakorintho wa pili. Korintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Utaona hapo anasema, au ukianzia 3 utakuwa vizuri. Anasema, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu izidi kwa njia ya Kristo. Amina. Kwa nasema Mungu anatufariji katika vipindi vigumu, ili na sisi tuje tuwafariji wengine. Katika huduma ziko huduma za kufariji. Amina. Kwa Mungu anaweza akakupitisha kwenye maisha magumu ili uje uwafae watakaopitia mazingira magumu, uwatie moyo. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la 4 ambalo litakusaidia kujua nafasi yako, utajua kupitia watu
waliokoka. Watu wanaokuzunguka wanaweza kukujua wewe ni nani hata kabla wewe hujajijua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakuta mtu anaitwa mama mchungaji, lakini unakuta hata hajaolewa. Amina. Hata hilo wazo hakuwa nalo, lakini anajikuta anaitwa. Mwingine anaitwa mchungaji, lakini hata kwanza mshirika tu kanisani. Jina la Bwana pekee sana. Bwana asifiwe. Watu ambao unaishi nao au unaabudu nao wanaweza kukujua, hasa wale ambao wamekomaa vizuri kiroho. Jina la Bwana pekee sana. Bwana asifiwe. Wanaweza kufahamu huduma yako. Kwa hiyo lazima uzingatie mambo hayo manne ambayo yatakusaidia ama yatakujulisha wewe ni nani. Haleluya. Kwa hiyo kupitia watu wanakuzungumzia, ama unaweza tu kauliza, wewe unanionaje mimi ni nani? Amina. Bwana asifiwe. Wewe unaniona mimi kama nani? Yesu aliwauliza wanafunzi wake, watu wananisema huko nje mimi kama nani? Jina la Bwana pekee sana. Wanafunzi wanasema, wengine wanasema wewe ni nabii, wengine ni Elia, wengine wanasema ni Kristo. Akawauliza, na nyinyi mnanisemaje? Bwana asifiwe sana. Na nyinyi mnaniona mimi kama nani? Petro akasema, wewe ni Kristo, wewe ni Masihi, mwana wa Mungu aliye juu. Haleluya. Akamwambia, umenena vyema, ndivyo nilivyo. Nyama na damu havijakufunulia, bali ni Baba ndiye aliyekufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia watu unaweza ukaelewa wito wako, hasa wale waliokaa muda mrefu kwenye imani na unashuhudiwa kwamba wana Roho Mtakatifu, wanaweza kufahamu vyema huduma yako. Amina, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma katika Matendo 13 utaona kwamba mstari wa kwanza utaona kwamba kuna watu pale walikuwa hawajui huduma zao. Bwana sasa walijua tu mimi ni mshirika tu wa kuja kanisani na kutoka. Lakini siku hiyo wakawa wametulia kwenye maombi wanaomba. Mmoja akasikia ndani yake Roho wa Mungu anamsemesha. Amina. Kwamba fulani na fulani nimewaita kwa ajili ya kazi fulani. Haleluya. Unaposikia Roho wa Mungu akasema, kuna mtu alisemeshwa, sio kwamba wote walisemeshwa. Kuna mtu alisemeshwa